Hey, mambo vipi? Leo tunakwenda kujifunza kuhusiana na Adobe Photoshop na jinsi gani unaweza kuielewa kwa urahisi na haraka ndani ya muda mfupi katika kufanya kazi za graphics na kuedit picha. Karibu sana kwenye channel yangu ya YouTube. Jina langu ni Jovin. Kwa kwanza tutafungua programu yetu ya Photoshop. Photoshop imekwisha funguka. Nitakwenda kukuelezea tools zilizoko ndani ya Photoshop na vitu ambavyo viko hapa unavyoviona hapa, vyote nitakuelezea kimoja baada ya kingine. Kwa kwanza tunaanza na easy move tool. Inatumika kusogeza na kuhamisha vitu kipindi unafanya kazi ndani ya Photoshop. Ukiwa umeshafungua project yako au umefungua faili yako unaifanyia kazi, basi ndio unatumia hizi move tool. Alt body hii hutumika sana sana kama umefungua faili zako katika mfumo wa alt body, ambazo sana sana unatumia katika kazi za graphics, pale ambapo unahitaji kufanya kazi yako katika mfumo wa kurasa, yani inakuwa na pages. Kwa hiyo alt body inatumika kuongeza zile page, kurasa kwenye ile kazi. Tukija hapa tuna selection tools, kuna rectangle, kuna elliptical, kuna single row na single column. Hizi zote ni selection tools. Nitakuja kuonyesha zinafanyaje kazi. Kazi yake ni kuselect vitu, una highlight, una select, unaweza kukata, kuzitumia kufanya masking, na kazi zake zote nitakuelekeza. Ukija hapa pia hizi ni selection tools ambazo hapa tuna lasso tool, tuna polygonal lasso na tuna magnetic lasso. Hizi zinatumika kwenye graphics, pia kwenye kuedit picha. Unazitumia kama unahitaji kukata picha yako kutoka kwenye background, unahitaji kuselect kitu au kutengeneza masking ya picha yako, unatumia hizi hapa. Nitakuonyesha jinsi gani zinaweza kufanya kazi, na sio ngumu, ni rahisi sana. Tukija hapa, hizi pia ni selection tools, ambapo hapa tuna quick selection na tuna magic wand. Hizi zinafanya kazi kufuatana na algorithm ya Photoshop. Unapo select, kwa mfano quick selection, una select huku ukiwa unatembeza mahali ambapo unataka kuselect, yenyewe ina select kulingana na rangi. Magic wand ina select kufuata range ya color, utofauti wa rangi. Kwa hiyo ukitaka kuselect rangi nyeupe utaiseti na itafanya kazi kuselect rangi nyeupe. Kama ni rangi nyekundu vivyo hivyo. Hata kwa mfano background yako tuseme ni nyeusi, unahitaji kuselect background nyeusi, basi ukitumia magic wand una click pale palipo peusi, basi yenyewe itacalculate na itaselect maeneo yote ambayo ni meusi. Ina maana kama background yako peke yake ndio nyeusi, basi itaselect background peke yake na itakuonyesha. Hapa tuna crop tool, tuna perspective crop tool, tuna slice tool na tuna slice selection tool. Hizi zote zinatumika katika cropping. Mfano crop tool wengi mnafahamu. Crop tool inatumika kama unahitaji kupunguza size ya image yako. Ina maana nikimaanisha urefu na upana, unahitaji kuipunguza iwe ndogo, unaweza kutumia crop tool. Perspective crop tool ina change angle ya picha au dimension ya picha kulingana na unavyoiona. Yani the way unavyoiangalia wewe picha yako, unaona angle gani imekaa na unaitaka ikaeje. Kwa hiyo unatumia perspective tool kubadilisha. Hapa tuna eyedroppers, tuna ruler, tuna note tool na tuna count tool. Hizi zote zinatumika kupima vitu. Eyedroppers zinatumika sana sana katika kupima color. Unapokuwa unataka kusample rangi, unatumia eyedropper. Mfano picha yako au unafanya graphics, umeweka umbo la rangi ya kijani na pia unatengeneza umbo lingine pia unataka liwe na rangi ya kijani ile ambayo umetumia mara ya kwanza. Unatumia eyedropper kusample rangi kutoka kwenye umbo la kwanza kuleta kwenye umbo la pili. Ndo kazi ya eyedropper.
Rula unajua zinapima urefu. Tukija hapa, hizi tunaziita retouching tool. Retouching tools tuna spot healing, yani ninaweza nikazijumuisha hizi mbili kwamba ni healing brushes, ambayo moja ni spot healing na ya pili ni healing brush tool. Pia tuna patch tool, tuna content aware move tool na tuna red eye tool. Spot healing na healing brush zinataka kufanya kazi sawa, ila moja inabidi usample ndio uitumie, ila nyingine ambayo ni spot healing, hii unaitumia bila kusample na yenyewe ina calculate kulingana na mazingira yanapozunguka pale unapotaka kupabadilisha. Nitakuonyesha tukiwa tunafanya retouching. Patch tool una sample, ni kwamba una sample eneo na eneo ambalo ni naweza kusema, kwa mfano unamondoa mtu pimples usoni, chunusi. Ukitumia patch tool ina maana utaselect ile chunusi then utaisogeza sehemu ambapo hakuna chunusi, yenyewe itasample pale, itaondoa ile chunusi. Ndio patch tool inavyofanya kazi. Red eye tool inatumika kusafisha macho, hasa kama umempiga mtu picha macho yake yakawa yameingiza mwanga mwekundu ule wa kamera. Kuna mwanga ambao unatokaga kwenye flash, ile taa ya kusaidia kufocus inawaka mwanga mwekundu. Endapo basi macho yamecatch light, unatumia red eye tool. Japo katika retouching sio mafotografa wengi wanatumia hii. Mafotografa wengi wana njia za kusafisha macho bila kutumia red eye tool. Kija kwenye brushes, hapa tuna brush, tuna pencil, tuna color replacement tool na tuna mixer brush. Hizi pia zinatumika katika retouching na hata graphics, ila mixer brush sana tunaitumia kwenye retouch. Ukija stamp tool pia ni retouching tool, ambayo hii inafanya kazi sawa na patch tool na healing brush. Zinafanana kwa ukaribu sana ufanyaji kazi wake. Nitakuonyesha zaidi tukiwa tunafanya retouching. Tukija hapa ni erasers. Hizi tunaweza kusema ni vifutio. Eraser tool zinatumika kama kuna kitu unahitaji kukiondoa kwenye picha yako, unahitaji kukiselect au kukimaski ukitoe, unataka ukifute moja kwa moja, unaweza kutumia eraser tool. Kwa hiyo unaweza ukafuta chochote kile kwenye picha yako na ukawa umekiondoa. Gradient, tuna paint bucket tool na tuna 3D material drop tool. Hizi zinatumika sana kwenye coloring, au unahitaji kutengeneza background kwa kutumia hizi color. Vyovyote vile kitu kinachohusisha colors unatumia hizi. Brush, sharpen na smudge tool. Hizi nitakuja kuonyesha kazi zake, japo sio wengi sana huzitumia kwa sababu kuna jinsi ya kufanya. Kama unataka kusharpen image, kuna njia rahisi sana ya kusharpen image, kwa nitawaelekeza. Dodge tool, burn tool na sponge tool. Nafikiri wengi mmewahi kusikia kitu kinaitwa dodge and burn. Dodge and burn ni process ambayo unatumia kama kuna sehemu unahitaji kuongeza highlight au kupangalisha kidogo paendane na sehemu nyingine ya mwili, unatumia dodge. Na kama unahitaji kuongeza darkness kidogo au shadow kwenye ngozi au kutengeneza curves za mwili, basi unatumia burn. Hizi processes zinaenda pamoja. Yaani ukifanya dodge lazima ufanye na burning. Lakini kuna images zingine unaweza ukafanya dodge yenyewe au burning yenyewe kulingana na image ulivyoipiga na light ulizotumia. Kuna njia tofauti za kufanya dodge and burn. Zipo njia tofauti, japo katika program ya Photoshop tumewekewa hizi hapa, lakini unaweza ukatumia curves kufanya na njia zingine pia. Kwa ni zote hizo nitakuja kuwaelekeza kwenye tutorial zinazofuata. Hapa tuna pen tools. Pen tool katika edit picture, pen tool tunaitumia sana katika selection, katika kufanya selection na kuhighlight vitu. Kama unataka kufanya ile precise selection ya image, unataka kuikata, unataka labda kuibadilishia background, kwa hiyo inabidi ufanyie isolate object, unatumia pen tool. Pen tool photographer wengi sana ambao ni wakubwa wanapenda kutumia pen tool kwa sababu ni rahisi
ukilinganisha na ambazo ni lasso, polygon na magnetic selection tools. Zinafanya kazi sawasawa na Paint Tool, ila Paint Tool inakuwa ni nyepesi zaidi kuliko hizi. Polygon lasso unaweza ukaitumia kufanya, kwa mfano unataka kumkata mtu kwenye background, unaweza ukaitumia hii, ni rahisi pia. Magnetic pia, lakini Paint Tool iko vizuri zaidi kuliko hizo zote. Hapa chini tuna hii T hapa. Hii T maana yake ni tool ambayo inatumika katika kuandika, kutengeneza maneno, kuandika kwenye kazi za graphics, kwenye picha. Kama unataka kuongeza maneno, ndio kazi yake hiyo. Ukija hapa tuna hizi selection tool. Hizi sana sana utakuja kuzitumia kama unafanya kazi za graphics, kwa sababu hizi kwenye picha hatuzihitaji sana. Tools hizi ukiwa unatumia Illustrator utazitumia sana kama unafanya graphics, unatengeneza matangazo, unatengeneza logos na nini, utazitumia sana. So na huku pia zipo kwa kazi hiyo. Tukija hapa tools zinazofuata, hizi ni tools za kutengeneza shapes, maumbo. Hapa tuna tools ambayo inaweza ikatengeneza maumbo ya mstatili na mraba. Tuna tools ambayo inaweza ikatengeneza maumbo yenye engo za duara kidogo, yani kona zake zinakuwa na duara kidogo. Pia tuna umbo ambalo linaweza likatengeneza miduara, na pia tuna hii ambayo hii ya polygon. Polygon inatengeneza maumbo mengi sana. Inatengeneza nyota, inatengeneza maumbo ya pembe tatu, inatengeneza maumbo ya pembe nyingi. Kwa ni katika hizi zote nafikiri hii iko na uwezo wa kutengeneza maumbo ya aina nyingi kuliko nyenzake. Pia tuna hii ya line ambayo inatengeneza mistari, na tuna custom shapes. Hizi custom shapes zinakuwepo huku kwenye Photoshop. Ukifungua hapa, ukiselect hapa custom shape, ikifunguka hapa juu utaona hapa shapes. Kwa ukibonyeza hapa utaziona hapa ni custom shapes. Hizi zinakuwepo tayari ndani ya Photoshop, na pia unaweza ukaziongeza wewe mwenyewe. Zipo za kudownload, watu wameshazitengeneza, au pia wewe mwenyewe unaweza ukatengeneza za kwako na ukaziweka humu. Kwa hizo ndo custom shapes. Hand tool na rotate view tool, hizi unazitumia sana sana. Hand tool na move tool hazina tofauti, ila tu tofauti yake ni kwamba haina limitation, ila move tool ina limitation. Move tool una move vitu ndani ya ile boundary ya layer, naweza nikasema ndani ya mipaka ya layer unazofanyia kazi, ndio move tool inapo move. Ila hand tool inaweza kuimove layer nzima ukaisogeza, yani unasogeza layer nzima, ndio tofauti yake inapokuja, lakini zote zina move vitu. Tukija katika rotate view tool, hii unatumia sana sana, sio wengi wanaitumia kwa sababu nafikiri wengi pia hawaifahamu kazi yake, lakini rotate view tool inatumika kama unataka kuirotate layer yako, ile kazi yako unayoifanyia kazi. Ukiwa una edit picha, lakini unaona mimi naweza nikaedit vizuri sana hii picha ikiwa imekaa juu chini, yani kichwa chini miguu juu. Kwa hiyo unatumia rotate, unairotate ile picha juu chini, chini juu, au upande unageuza upande wa kulia au wa kushoto, vyovyote utakavyoona wewe inakufaa. Au kama ni graphics pia unaweza ukafanya hivyo. Hii haimaanishi kwamba ile picha itageuka, no, inakuwa inageuza, naweza nikasema view ya hapa juu, ila ukiexport ile picha ina export kama kawaida, haigeuki. Tukija hapa tuna zoom hapa, najua inakusaidia wewe kuongeza ukubwa wa picha, yani kuiona kwa urahisi, au kuipunguza uione kwa udogo. Kwa hizo ndio tools za Photoshop. Hapa chini hivi viboksi viwili hivi vinaonyesha rangi unazokuwa unaendelea kuzitumia hapa, ndio maana kiko cheusi na cheupe. Rangi zake hapa zinabadilika kufuatana na wewe unahitaji kutumia nini. Hapa tuna actions. Siku moja nitakuja kuelekeza namna gani unaweza ukatengeneza action zako mwenyewe za
vitu unavyovifanya, yani kukupunguzia kazi. Kwa mfano mtu anaye edit picha, zile procedure za kuedit picha unaweza kuzitengenezea action na ukaziinstall zikawa, yani huhitaji tena kuzirudia mara kwa mara, unakuwa tu una click ina apply. Au kama unafanya tuseme unafanya color grading ya picha nyingi, unaweza ukatengeneza look moja, sawa unatengeneza ile look unayoitaka kuanzia mwanzo hadi mwisho, unaitengenezea action, then una apply kwenye picha hata 500. Ukimaliza una export. Na pia unaweza ukatengeneza action ya kuexport, ukaexport picha hata 1000 bila wewe kukaa unaanza kuzisubiria. Zina export zenyewe mpaka zinamaliza. Unakuja tu kutoa faili, unampa mtu kazi yake. Kwa siku moja nitakuja kuelekeza kwenye tutorial zinazofuata huko mbele. Hii A yenye kimstari hapa, hizi ni options za type layer hii. Kwa ukishaandika hapa, unakuja kuchagua setting zako pale, unataka size gani, unataka maandishi ya aina gani, utachagua hapa, unataka yaweje, kila kitu unasetia hapa kwenye layer. Kipindi unaendelea kufanya kazi zako, ukifungua kazi yako itakuonyesha hapa. Kwa hiyo itakuwa inazipanga hapa layer zako. Kila layer unayoiongeza itakuonyesha hapa uko layer ya nini, una layer ya nini. Huku kwenye path, endapo utaselect image yako kwa kutumia tuseme umetumia paint tu, unaweza ukahifadhi ile path ulio nani. Kwa hiyo itakuwa huku na itakuwa inakurahisisha wewe katika kuselect vitu au kurudia selection yako kama unahitaji. Itakuwa hapa tuna color swatches, hii na hii hazina tofauti. Hii wamekurahisishia tu kukuwekea huku kama shortcut ya wewe kufanya kazi kwa urahisi. Hii pia ni kwa ajili ya colors. Hapo wanakupa colors zote ambazo unazihitaji zitakuwa hapa, ila ukitaka kama unahitaji rangi ambayo hapa uioni, unaweza kuipata pia, taelekezana. Hizi hapa ni adjustment tools ambazo pia zitakuwa hapa chini. Hapa siwezi kuzitumia kwa sababu sijafungua project yoyote, lakini nitakuja kuwaonyesha zote tukiwa tunafanya retouching, kwa sababu hizi zinatumika sana kwenye retouching, kufanya color na nini, ndio kazi yake kubwa. Hizi ni options za Photoshop. Zote hizi ni options za Photoshop. Kwa kwenye file unaona hapa kuna hii, una create new project. Hii una open kama umeshafanya project yako tayari ulikuwa umeisave, unaweza kuopen kwa kutumia hii, au kama huhitaji kudrag na kudrop, maana kuna njia nyingi ya kuingiza picha kwenye Photoshop. Kwa unaweza ukatumia hii uka open, ukaenda kuchagua picha yako kule ukaileta. Ukitaka kuexport picha yako na export hapa, unaona. Kwa hizi ni options za kuexport. Kusave project yako una save hapa. Ukitaka kuisave kwa jina tofauti una save kwa kutumia hii save as. Kwa hii ndio Photoshop. Basi ngoja tufungue picha ili niweze kuonyesha baadhi ya tools hapo zinafanyaje kazi. Picha yetu imefunguka kwa sababu picha yetu ilikuwa mfumo wa RAW, kwa hiyo inafungukia katika camera raw. Camera raw ni sehemu ya Photoshop. Kwa kifupi zinafanana, camera raw na Lightroom. Sema Lightroom inakuwa ina vitu vingi sana, lakini Lightroom na camera raw zinafanana. Kiweza kutengeneza preset za Lightroom, unaweza ukaziapply hata pia kwenye camera raw, kwa sababu camera raw na Lightroom zinafanana, ila tu camera raw iko integrated kwenye Photoshop kwa kurahisisha hasa wale watu ambao hawatumii Lightroom. Kwa picha yetu imefungukia kwenye camera raw, na nitaifungua moja kwa moja kwenda kwenye Photoshop kama hivi. Sasa picha yetu tutaenda kwanza tuondoe hii lock hapa ili iwe rahisi kuonyesha baadhi ya vitu. Tukianza na move to, umeona nilichokuwa nakwambia ni yenyewe ina move vitu, haivuki mipaka ya layer. Unaona? Kwa ukivuka ina maana kile kitu kinapotea. Ndo move to inavyofanya kazi.
Nikionyesha artboard, hizi ndo artboard, kwamba inaongeza page. Kwa hiyo kama ningekuwa nafanya kazi ya graphics, hii project ningeifungua moja kwa moja na mfumo wa artboard. Kwa hiyo ingekuwa tu inaweza kunirahisishia mimi kuongeza vitu. Unaona? Kwa hiyo unaweza ukaongeza page zako kadri unavyohitaji. Hizi ndo artboard. Kwa hiyo unaweza ukafanya poster yako ya kwanza hapa, ya pili hapa, ya tatu hapa, ya 4 mpaka 5 na ukazi export zote. Kwa ngoja turudi kwenye normal picha yetu ilivyokuwa mwanzo. Tukija hapa kwenye hizi selection tools, hizi zinafanya kazi sawa. Kwa nitatumia moja tu kuonyesha kazi yake inakuaje. Kwa mfano hapa na select hiki kitu hapa. Kwa hiyo nikisha select hivyo na uwezo wa kumask, kwa hiyo kitaonekana chenyewe tu, hivi vya pembeni vyote vitakatwa. Unaona? Na pia naweza nikaselect hivi nikasema hii ni raster tu, kama nilivyokuwa nakwambia. Yenyewe ukiclick unashikilia, unatembeza, ukiachia ina select. Ni kama unachora na pen yani. Unaona? Au kama umeshika penseli fulani hivi. Kwa unachora, ukifika mwisho ukiachia ina select. Ila cha muhimu unachotakiwa kufanya pale ulipoanzia na unapomalizia, hakikisha unamalizia pale pale ili uselect kile unachokitaka. Kwa hiyo ndio lasso tool. Ukija kwenye polygonal lasso, hii una click kitu unachotaka kuselect, una click point kwa point. Unaona? Ndio kitu nilikuwa nakwambia kwamba unaweza ukaselect katika mipaka ya kitu unachokitaka kukikata au unachotaka kubaki nacho. Unaona? Kwa hii ndio polygonal lasso. Magnetic, unaona, unaweza ukatembea kwa kuclick kama unahitaji kufanya hivyo, au ukatembeza tu yenyewe ikawa ina select. Kwa hiyo zote zinafanya kazi sawa, zote ni kwa ajili ya kuselect. Ukija kwenye quick selection kama hivi, nilikuwa nakwambia ukitembeza yenyewe ina calculate, ina select kile unachokitaka ukakata au ukamask. Ukija hapa kwenye Magic Wand, nilikwambia Magic Wand ina select kufuatana na rangi utakayo click, ita select rangi zile zinazofanania au zenye ukaribu na ile rangi kulingana na sample size ulio select hapa na tolerance ulioiweka hapa. Ija kwenye crop tool kama hivi, una select, una set unachotaka kukicrop. Kwa nita crop kwa kubonyeza hapa. Kwa vile vya pembeni vyote imekata. Inazo option hapa ambazo na ratio zake za kutumia. Kwa tukienda katika eyedropper, nilikwambia zina sample rangi kama hivi. Ukiangalia kwenye hivi viboksi vya chini vya rangi, unaona rangi zinakuwa zinabadilika kulingana na jinsi ninavyoitembeza hii. Au ukiangalia huo mduara hapo, kwamba hii ya chini nyeusi ni kwamba ndio ilikuwa original color ya mwanzo, ila ninavyoendelea kutembea hiyo ya juu ndio inaonyesha sasa hivi niko kwenye rangi gani ambayo ninaisample. Tukija hapa kwenye healing brush na patch tool, kama nilivyokuambia zinatumika sana sana kwenye retouch. Patch tool una select kitu unachotaka kukiondoa, alafu una sample pembeni ya sehemu ambayo ni safi. Inatakiwa usample kwenye ngozi, upeleke kwenye ngozi ambayo mahali inaonekana vizuri. Spot healing nilikwambia yenyewe haihitaji kusample. Kwa mfano hapa unaangalia nataka kuondoa hiki, unakuja hapa una click inaondoa, ina click inaondoa. Kwa ukija kwenye healing brush ndio una sample. Ukisample
unakuja kufuta mahali ambapo unataka kufuta. Sawa, unaona kama hivi. Na sample hapa, nafuta hapa. Unaona? Hii ndo healing brush. Tukija kwenye brush, hii ndo brush ya kawaida unaitumia kwenye picha na kwenye graphics. Hii ndio pencil. Ni kulingana na mahitaji yako. Ngoja tuongeze size kidogo ili uweze kuona. Unaona? Hazina tofauti sana. Hii ni brush, huku ni pencil. Sawa. Tukija kwenye mixer brush inatumika kwenye retouching. Hapa siwezi kufanya kwa sababu inabidi nifanye tena frequency separation ndio niweze kutumia mixer brush, lakini inatumika kwenye retouching, kusafisha ngozi. Hapa umeona inafanya ngozi iwe kama plastiki kwa sababu sijafanya frequency separation, kwa hiyo inakuwa inaondoa texture za mwili. Lakini nikifanya frequency separation ambayo nitakuja kuelekeza baadaye kwenye tutorials zinazofuata, utaona ni jinsi gani unaweza ukaitumia mixer brush katika retouching. Ukija kwenye stamp tool nilikwambia inafanya kazi sawa au kwa karibu sana na healing brush na patch tool. Una sample, unatumia. Umeona? Ngoja tupunguze size ya brush uone kwa urahisi. Tusample hapa, tuzibe hapa. Umeona? Kifutio bana, kazi yake ni hii. Ngoja tutengeneze layer hapa ya rangi. Unaona? Tuweke kwa chini ili tuweze tufute hii picha. Sawa. Nikifuta hapa, rangi unayoiona hapa katikati ni hii huko. Nikifunga, umeona? Hapo nimefuta kabisa, ni complete, nimefuta. Tukija kwenye magic eraser tu, hii ina sample color. Kwa hiyo nikibonyeza inafuta rangi zinazofanania. Umeona? Hii ndo magic eraser tu, ina ukaribu sana na magic wand. Umeona? Tukija kwenye gradient inatumika kwa kazi mbalimbali. Mojawapo ya kazi ya gradient ni kutengeneza rangi. Kwa mfano, tukatengeneza layer, tukaifill na gradient. Tuseme tu soft light, rangi ya picha imebadilika. Kwa kufanya hicho tu, rangi ya picha imebadilika. Paint bucket, niseme ina sample rangi. Ngoja tufanye hivi, tuongeze tolerance 85. Chague rangi tofauti, tuseme nyekundu. Ni click hapa kwenye nyeupe. Umeona? Kwa hiyo ina sample rangi, inaibadilisha kufuatana na rangi niliyoichagulia. Tukija kwenye pen tool, nilikwambia kuhusiana na pen tool. Umeona? Hii ndo kazi ya pen tool. Kama hapa fanya hivi. Ndio maana nakwambia photographers wengi, watu wanaofanya graphics, wanapenda kutumia pen tool na sio zile tools zingine. Pen tool ni nyepesi, ni rahisi na unafanya kazi kwa haraka. Hii ndo pen tool. Unaona? Unafanya kazi kwa haraka
na ni nyepesi sana kutumia. Kwa mfano nikisema nikate hii picha hapa, yani ndani ya dakika 5 nitakuwa nimemaliza kila kitu. Kwa niseme nataka kuselect, uta right click pa make selection, utachagua feathering radius, utabonyeza okay, ita select unataka kukata, unakata. Typing tool kazi yake ndo hiyo. Andike hapa Hello Tanzania. Kwa hiyo ndo, na hii ndo move to nimetumia hapo. Kwa Hello Tanzania tumeleta hapa. Ngoja tutengeneze kitu hapa. Ngoja tutumie shape. Ili tupige ndege wawili kwa jiwe moja. Sawa, hapo nimetengeneza shape. Nikitengeneza shape kama hivi, tunarudi hapa kwenye tools zetu. Tuchukue path tool, zoom. Zoom. Nataka ni select path. Kwa hiyo hapa nimeselect path. Sawa? Lakini je, nikitaka kuselect angle hii. Sawa? Kwa nataka ni select hii angle hapa. Hiyo moja yenyewe. Kwa nitatumia hiyo direct selection. Umeona? Kwa hapa naweza nikabadili hata umbo. Kwa hapo hiyo ndo path na direct tool, na hiyo ndo shape tulikuwa tumetengeneza kwa kutumia rectangle tool. Tukija kwenye hand, kama nilivyokuambia, hii ina move layer nzima ya project yetu. Tofauti na direct tool ambayo ina move vitu ndani ya layer, lakini hii ina move layer nzima. Unaona, ndo tofauti yake inapokuja. Hii ndo ile nilikwambia. Sasa unataka kumgeuza juu chini, chini juu, nataka kumgeuza upande, hii ndo rotate view tu. Tukija zoom, hii ndo kazi yake. Sawa? Na hapa kuna zoom in na zoom out. Kwa hiyo ndio Photoshop, na hizi ndo tools zake. Nadhani nimekuelezea moja baada ya nyingine, na nilichokuwa nakwambia kuhusiana na layer ndo hizi. Layer zetu ndo hizi. Kwa layers zinajipanga hapa, na property ndo hizi. Kama nilivyokuwa nakwambia, inakuja kuonyesha property ya kila layer hapa. Nafikiri umeweza kujifunza kitu kutoka hapo, na haitakupa shida tena wewe kuanza kuitumia Photoshop. Kwa yule anayeanza, ambaye amekwisha anza, nadhani leo amepata kitu kingine kidogo cha kuongezea katika ujuzi wake. Usisite kusubscribe, kulike na kucomment hapo chini.